Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi sehemu ya 6. Kwenye upande wa YouTube channel tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwenye upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye upande wa YouTube tunachokuomba subscribe, lakini kwenye upande wa TikTok tunachokuomba follow. Katika mitandao yote tunachokuomba like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Tujikumbushe sehemu tulipoishia. Tulimuona Mzee Bareke akiwa anazungumza na mke wake Bi Getruda, akiwa anamueleza tabia za kijana Tobias Mavugwe pamoja na binti yao Sikununu, kuchukuana na kwenda faragha na kuanza kuzungumza. Lakini licha ya kwamba Bi Getruda hakuonyesha kuchukia wala hakuonyesha wasiwasi, lakini kumbe binti yao alikuwa akichungulia mlangoni na kusikilizia. Na baada ya kusikia, tulimuona anakuja moja kwa moja mpaka pale, akiwa anawahi na akafika akakaa. Mzee Bareke kinywa chake kikafungwa kimya. Sasa tuendelee na sehemu yetu ya 6 ya simulizi hii ili tuweze kujua mengi zaidi. Baada ya kufika pale na kukaa moja kwa moja, binti huyu aliamua kuvunja ukimya. Wakaanza tena kuzungumza, na mazungumzo yao yalikuwa kama hivi: Baba, nimesikia kama vile ulikuwa unaendelea kumwambia mama kile ambacho kilichojitokeza kule nyuma. Sikilizeni wazazi wangu, ni kweli huyu kijana alinichukua na kunipeleka kule nyuma. Baada ya kunipeleka kule nyuma, hakuwa na ubaya, kijana wa watu. Amenichukua tu na kunipeleka kule. Alikuwa na hisi ni kama mtoto wa binamu yake anaitwa Zatiti, ambaye aliamua kwenda mjini pasipo kuwashirikisha wazazi. Kwa hiyo alijua hata mimi nataka kutoroka niende. Mimi nikamwambia mimi sitaki nitoroke ndo niende hadi wazazi wangu wanajua kabisa sehemu ninapokwenda. Alikuwa ananipatia namba ya simu ya huyo Zatiti ili nikienda, nikifika kule niende kwanza nikakae kwake. Yeye kwa vile ni mwenyeji
atafute wale mabosi ambao hawana wafanya kazi. Alafu ndio akuunganishe, si ndivyo? Ndiyo hivyo baba. Kwa hiyo huyu kijana msimuhofie, ni kijana mwema tu, hata hakunifanyia chochote. Sikununu, angalia usiona tu unatudanganya danganya hapa. Kumbe kuna vitu vichafu ambavyo unataka kuanza kuvifanya. Mama, kama endapo nitawadanganyeni nyinyi wazazi wangu, nitakuwa mkweli kwa nani? Niliwaambia siwezi nikavuka mipaka, na nikawasisitiza hata kwa mwanaume ambaye atakayenioa lazima familia yangu hii ambao mlinilea nikiwa mimi mwenyewe mmoja, nitawateteeni kokote kule nitakapoenda. Kweli hilo umelisema, na hata mimi mwenyewe nilisikia kwenye kile kikao, si tulikaa pamoja kabisa, ukasema. Sasa mbona mnaanza kunihofia? Hata kama tanioa kweli Tobias, hakuna shida, nitawateteeni kokote kule nakoenda. Haya. Si nilimwambia baba yako aache kuwa na wasiwasi. Mtoto wetu huyu atatutetea. Katoto kenyewe tunako kamoja tu. Ni kweli. Binti yetu, tunachokuomba, naomba unisamehe mimi, lakini nilikuwa nikifikisha taarifa kwa mama yako kwa sababu tulikuwa na wasiwasi. Si unajua huyo ni kijana wa wazazi waliojipata, huenda anaweza akakushawishi na hatimaye ukajikuta unaingia kwenye vishawishi vibovu. Kwa hiyo nilikuwa na wasiwasi tu hiyo mwanangu. Kwa hiyo ninachokuomba, ninaomba utusamehe kwa kweli. Ninaomba utusamehe, na tunakuahidi kwamba hili jambo halitajirudia. Basi sawa, ngoja niende nikamalizie niliyokuwa nikiyafanya. Nimesikia mnaongea mno, ndiyo maana nikashtuka, nikasema wazazi wangu vipi tena? Lakini kama mambo yamekaa sawa, baba haujanikosea. Siku zote wanasema wasiwasi ni kipimo cha akili. Uliwaza binti yako nitakuja kujiingiza kwenye matatizo, kwa hiyo sijaona kama umekosea. Ngoja wazazi wangu nikaandae chakula nilete hapa tule. Ni kweli binti yangu. Kama mimi nimechoka kweli. Hata mimi tu nimekaa hapa, nilikuwa nimeboreka. Kwa hiyo mama yako alipokuja nimejisikia faraja kweli. Haya, ngoja niwaache. Haya.
Mzee Bareke baada ya kuzungumza mazungumzo hayo alijiona kabisa ni mzee ambaye tayari ni kama vile ameaibisha, amekuwa na aibu fulani hivi, kwa sababu kile ambacho alichokuwa na kiwaza sivyo ambavyo kilivyofanyika. Kwa hiyo ni hatari sana hii. Kwa kweli alikaa chini na kutafakari, akawaza ikiwezekana muite binti akiwa peke yake na mama yao akiwa hayupo, ili ajaribu kuomba msamaha, kwa sababu kidogo ni kama vile amemwaibisha binti yake kwa kumsemea kwa vitu ambavyo kumbe wala hakuwa navyo. Lakini baada ya kuwaza na kugundua kwamba mtoto wake binti huyo amesema wasiwasi ni kipimo cha akili, basi akaona hali yake inarudi kukaa sawa, lakini alijua ni kama vile amemkosea binti yake. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 6 ya simulizi yetu inayoitwa Dada wa Kazi na Bosi imeishia hapa. Samahani kwa mkanganyiko wowote utakaokuwa umeingilia humo katikati, lakini ni sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu. Lakini kama itasikika vyema, basi hakuna tatizo. Kwenye upande wetu wa YouTube tunaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na kwa upande wa TikTok tunaitwa Baba Sam the King channel. Kwenye YouTube tunakuomba subscribe, lakini kwenye TikTok tunakuomba follow. Lakini katika mitandao yote hii like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Tumemwona binti Sikununu amekuja na kumaliza mzizi wa fitina ile ambayo iliyokuwa inataka kujitokeza, wanandoa hawa wawili wazee kuanza kumjadili. Licha ya kwamba alikuwa anawasikiliza, lakini alishaanza kujisikia vibaya, kwa sababu wameanza kumhofia vitu ambavyo hajawahi kuvifanya na wala hajawahi kumjua mwanaume kabla. Kwa hiyo vipi wanaanza kumsema kwamba kuna tabia mbaya ambazo amezianza? Ndiyo maana aliamua kuja ili amalize mzizi wa fitina. Tumemwona Mzee Bareke amekuwa ni mzee mwenye aibu sana na kujiona kama amemkosea binti yake, lakini binti alisahihisha kusema siku zote wasiwasi ni kipimo cha akili. Hako kaneno kakamrudisha kwenye mstari. Je, unahisi ni kweli Mzee Bareke atakuwa na amani kama jinsi nyuma alivyokuwa na amani? Na kwa nini wote wawili walianza kuwa mara wanamdakia maneno, mara wanamsikiliza sana? Unahisi ni kwa nini? Ni kitu gani ambacho kilitokea? Ni kwamba ni kwa sababu amewafuma wakiwa wanazungumza na walikuwa hawajui kama anawasikiliza, au ni nini? Na je, Sikununu labda amesema hivyo pengine kwa kujaribu kuondoa tu huo mzozo ambao ulikuwa unajitokeza kwenye mazungumzo yao? Analo moyoni labda limemkaba, baadaye atakuja aanze kuwafunulia kwamba walichokifanya sio kizuri, ataonekana amekosewa. Yote hayo huenda tukayajua sehemu inayokuja. Nachokusihi, endelea kusikiliza mpaka mwisho ili uweze kujua mbivu na mbichi. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Alamsiki.
Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.